Mpenzi mtazamaji, baada ya kutangazwa kifo cha Murshidul A'la, kiongozi wa juu kabisa wa taifa la Kiislamu la Irani, ambaye kifo chake kimesababishwa na mabomu ambayo yamepigwa kushirikiana Israeli na Marekani asubuhi ya tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu 2026. Tukio hilo la kifo chake limeleta mshtuko duniani, hususan pia na kwa raia wa Irani wenyewe, kwani alikuwa kipenzi chao na ni mtu ambaye wanamwamini na amewatoa katika taifa katika hali ngumu kama taifa na raia wake. Leo asubuhi, baada ya televisheni ya Irani ya taifa kutangaza kifo chake hapo jana usiku, kutangaza rasmi kifo chake cha kiongozi huyu Ayatollah Ali Khamenei na baadhi ya viongozi wengine wa juu wa taifa la Irani waliotangazwa kufariki pamoja katika mashambulizi hayo ya Marekani na Israeli asubuhi ya tarehe 28 Februari mwaka 2026. Mitaa ya mji mkuu wa Iran, Tehran, na mitaa mingine ya miji maarufu na mikubwa nchini Irani ilionekana watu wenye huzuni na wenye kuandamana mitaani wakiwa wana huzuni kubwa kwa kumkosa kiongozi wao huyu kipenzi kutokana na mashambulizi yale ambayo yamefanywa na Marekani. Lakini pia watu wa Irani wana matumaini na serikali yao hii, japo kiongozi wao huyo amefariki. Wanatumaini atakuja kiongozi bora ambaye anaendana sera na misimamo kama alivyo kiongozi ambaye amepita, Ali Khamenei. Baadhi ya taarifa tofauti zinahusisha serikali ya Irani kuwa imechagua viongozi wa kukava nafasi yake, lakini hadi sasa hakuna taarifa zilizothibitika. Serikali ya Irani imetangaza maombolezo siku 40 tangu kutokea kutangazwa kwake na tangu kutokea kifo chake. Hakika ni pigo kubwa kwa watu wa Irani kwa kumpoteza kiongozi huyu mkubwa na mwenye maarifa ambaye amewatoa gizani watu wa Irani na kuwaeka sehemu ambayo ina unafuu kwa maslahi ya dini ya Kiislamu. Mpenzi mtazamaji, ni taarifa hii fupi, tukutane tena kipindi kingine. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.